Afisa habari wa shirikisho la jumuiya za watu wenye ulemavu Zanzibar ameitaka jamii kuiheshimu na kutekeleza kwa vitendo haki za watu wenye ulemavu ili kuliwezesha kundi hilo kuishi kwa faraja na matumaini kama yalivyo makundi mengine ndani ya jamii. Hiki kidogo ambacho tulichokifanya leo hii na imani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kikubwa, lakini pia vile vile iwe ni salamu tosha kwa jamii yetu ya kwamba tusisubiri matukio kama haya kuweza kuwajali watoto wenye ulemavu, kuanzia katika ngazi ya familia zetu, kuanzia katika ngazi za jamii zetu, shehia, wilaya hadi taifa kwa ujumla. Tusisubiri serikali ije ili iweze kusema kwamba watoto wenye ulemavu wanapaswa kuheshimiwa, wanapaswa kutunzwa. Kila mmoja kwa nafasi yake akichukua jitihada ama juhudi ya kumwelimisha mwenzake, hata tu kwa yule ambaye alikuwa anakosea kwa kumuita mtu au mtoto mwenye ulemavu jina baya, akamwelimisha namna ya kumuita yule mtoto au mtu mwenye ulemavu jina zuri, basi moja kwa moja sisi sote tunakuwa tunatekeleza wajibu ambao Mwenyezi Mungu ametupatia, na tunakuwa tunatekeleza agizo letu la uwepo wetu hapa duniani. Mwenyekiti wa Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu Zanzibar, Salma Haji Saadati, amesema kitendo cha watu wenye ulemavu kujumuika pamoja kinaongeza faraja, upendo na zaidi jamii ambao tumekuja hapa, watu wote ambao tumekuja kuhudhuria. Hii ni shukrani, kwa sababu kama hatukuja katika iftari hii, hichi chakula siku kingeliwa na nani? Lakini kuja kwetu alhamdulillah tumeweza kuwezesha kuftarisha na tumekula alhamdulillah. Kwa hivyo pia tunashukuruni nyote, wazazi, watoto na jamii pia kuwepo hapa, maafisa mbalimbali kuwepo kwetu hapa. Mkuu wa kituo cha watoto viziwi Zanzibar, Saada Hamadi Ali, ameshukuru wadau mbalimbali ambao wamelifanikisha jambo hilo, huku akiomba wadau wengine wa ndani na nje ya nchi kuunga mkono mambo ya kheri ili kupata malipo makubwa duniani na kesho akhera. Si utajiri, bali ni moyo wako wa upendo kwa ajili ya watoto wetu hawa au vijana wetu hawa. Lakini wale wadau wote ambao kwa wamechangia kwa namna moja au nyingine kufanikisha shughuli hii, nawaambia asanteni sana. Lakini pia nawaambia wasituchoke, kama Allah atufikisha na mwakani tutawatafuta tuje tuungane nao. Lakini kwa pekee nimshukuru Mheshimiwa wanu Hafidh Ameri, naibu waziri wa elimu Tanzania bara. Hayupo hapo, lakini yupo kwa sababu patuwezesha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na leo tunasimama kidedea. Futari hiyo ilienda sambamba na utoaji wa sadaka za nguo za sikukuu kwa baadhi ya watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu na mayatima waliopo ndani ya kituo hicho.